Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tupo katika eneo hili hapa la Arafat, na mbele yetu kama mnavyoona ni Jabal Rahma au kama linavyoitwa tena Jabal Arafat. Ni mlima ambao upo hapa, na kama mnavyoona umepambwa na mahujaji ambao wapo katika sehemu zote za mlima, ikiwa wakati huu tunakurubia kuondoka katika sehemu hii ya Arafa. Kama tunavyojua, kuchujua ndio kumalizika kwa shughuli ya Arafa hapa, na watu kurejea katika maeneo ya Muzdalifa kwa ajili ya kwenda kupumzika pale kidogo au kupata kijiusingizi kidogo, na baadaye kuelekea Jamarati kwenda kupiga, ikiwa ni mwezi 10. Kama tunavyojua katika Saudia kesho itakuwa ni Eid, mwezi 10, na hapo wakifika wengine watafanya tawafu moja kwa moja, lakini bila shaka wengine watakuwa watarudi baada ya kupiga jamara, ambapo kesho itakuwa jamara ya 3, ile jamara kubwa, na baadaye watarejea Mina wengine kusubiri tawafu baada ya kuondoka katika siku za ayamu tashrik. Lakini wengine watakaokuwa na nguvu zao basi watafika Makka kesho na kuweza kwenda kufanya tawafu kabisa. Kama mnavyoona mlimani kule, mahujaji wale wote nguo nyeupe kama mnavyoziona kule, hakuna shughuli nyingine kubwa na wala hakuna ibada yote ambayo inafanyika kule zaidi ya kwamba umehudhuria katika kiwanja hichi cha Arafa. Lakini hakuna ibada yoyote na hakuna kitu ambacho kinatakiwa labda ukifanye kule, kuchukua labda mchanga au kubusu mawe au hapana. Basi ni maisha ya kuishi watu katika sehemu ya Arafa, kwamba lazima ufike Arafa. Kwa hiyo pale ni Jabal Rahma, na sehemu hii kama inavyoelezwa na baadhi ya wanazuoni ni kwamba ndipo ambapo Mtume sallam alipokea wahi wa mwisho wa Qur'an kuhusiana na kukamilika kwa dini, kama aya inavyosomwa ya al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, kama ilivyokuwa katika Jabal Nur kule katika Ghar Hira ambapo iliteremka Iqra. Kwa hiyo huko iliteremka aya ya mwisho. Zipo riwaya zinasema kwamba aya hii ilishuka sehemu hii, na nyingine zinasema kwamba katika Masjid Namira ambao uko katika maeneo haya ya Arafa. Eneo la Arafa kama mnavyoona ni kubwa. Kipindi hiki ni kipindi cha jioni ambacho mahujaji kila mmoja sasa hivi anamuomba Allah mwenyewe personally, kila mtu hapa. Allah subhanahu wa ta'ala anasikiza dua za mahujaji, na malaika wengi wapo katika sehemu hii. Macho yetu tu hayawezi kuona, lakini wote wanapokea dua zetu na Allah anasitia kabuli. Anayekuja hapa anatakiwa asitie wasiwasi wa dua ambayo anaiomba, akatia shaka nitakubaliwa sitokubaliwa, nzito hii mambo mliyofanya mema zito au yako hivi au yako hivi, mimi nitakubaliwa kweli, mimi nitakubaliwa kweli? Hapana, asitie wasiwasi. Ukitia wasiwasi unamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Amini kwamba umekuja hapa ukasema labbaik Allahumma labbaik, na ukafika hapa halafu ukamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kisha ukaanza kutia wasiwasi, Allah anakereka. Unachotakiwa wewe kusema hapa umefika, na hapa madhali umekuja kumuomba na ukamuitikia wito wake, basi hapa umefutiwa dhambi zako. Hii jamii unaiona yote hapa, hii tayari Allah subhanahu wa ta'ala akakubali maombi yao, na baada ya kukubali maombi yao kafutia dhambi zao, wakirudi nyumbani kama wamezaliwa upya. Kubwa ambalo watakuwa walifanye ni kutekeleza ibada sasa mpaka hatima ya maisha yao, na Mwenyezi Mungu atawajalia wote waliokuja hapa basi wahitimike katika hatima nzuri, kwa fursa ambayo wameipata hapa. Si fursa ndogo, hii ni fursa kubwa sana. Kwanza wajijue wao wageni wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu kawaita na wamekubali, wamekuja. Fursa hii wanaitaka wengi waje hapa wazungumze na Allah subhanahu wa ta'ala, hawajaipata. Sisi tumepata nafasi, tumekuja kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala na kumwomba hapa, na ametupa inshallah. Kwa hiyo kama ametupa, tuipokee amana tuliopewa, ili Mwenyezi Mungu atuhitimishe kwa hatima njema, na sheitani asiwe karibu na sisi tutakaporudi majumbani inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hapa hivi sasa tupo katika hema hili ambalo Watanzania wengi wamejumuika, wakiwa ni wakati wa mwisho kabisa, yani kuingia magharibi kabla ya kuondoka kuelekea katika kuomba dua za mwisho na kuondoka kuelekea Muzdalifa. Lakini tumepata bahati ya kukutana na mufti mkuu wa Tanzania Samahati Sheikh Zubair, yuko hapa
ataeleza kwa kiasi gani amefurahishwa na Watanzania namna walivyotulia katika shughuli hii ya hija, kwa sababu bila shaka wao kama viongozi wanachukua dhima ya kuhakikisha kila taifa linaleta mahujaji wao, na mahujaji wakifika wanatulia badala ya taasisi yao kwa mikhalafa na mengineyo. Kwa hiyo wanapokuja hapa wanataka kuhakikisha utulivu na vile vile kuomba dua zao na kutimiza dhamira zao hapa. Sasa Sheikh Zubair, unalionaje swala hili kwa Watanzania hasa mwaka huu ambapo alhamdulillah jumuiko kubwa zaidi za mahujaji linaonekana ni vijana? Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumeweza kuhudhuria katika eneo hili la Arafa katika siku hii ya Arafa, kuja kukamilisha nguzo hii kubwa ambayo ameisemea mwenyewe bwana mkubwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hija ni Arafa. Lakini ambacho kimenifurahisha na kilichoonekana ni utulivu mkubwa sana wa mahujaji mwaka huu. Mimi nimehiji hija nyingi mno, lakini hija ya mwaka huu nimeona kuna utulivu mkubwa sana kwa mahujaji wa mwaka huu. Hakuna mwenye kupiga kelele, pamoja na joto kali ambalo lilikuwa likionekana lipo hapa katika eneo hili la Arafa, lakini hakuna mtu amepiga kelele wala kuguna wala kusumbuka. Wote walikuwa wanaona ni hali ya kawaida, na shida na taabu ambazo wameziona katika siku hii ya leo wamezijalia kwamba ni moja katika hija. Kwa hiyo ni jambo limenifurahisha sana, na pia tumekuwa tukifanya dua nyingi leo na tumefanya adhkari nyingi. Watu wamesoma Qur'ani hapa, tumefanya dhikri, kumepatikana nafasi ya kila mmoja kujiombea mwenyewe, lakini pia tumepata nafasi ya kufanya dua ya pamoja, na ulipofika wakati wa kusimama tumesimama pamoja, tumefanya dua ya pamoja na tumefanya dua ya mtu mmoja mmoja, na kipindi chochote kumeonekana utulivu wa hali ya juu sana. Na samahati mufti, vile vile suala la kuhamasika kwa Watanzania, kunaonekana kidogo kuna difference kati ya mahujaji wa Zanzibar na mahujaji wa Tanzania bara. Kila mwaka mahujaji wa Zanzibar idadi yao inazidi kuwa kubwa. Unahisi kuna kitu gani ambacho mpaka sasa hivi kinasababisha mahujaji wa Tanzania bara hawahamasiki na idadi kubwa ya Waislamu wako Tanzania bara? Unajua sisi tuko katika nchi ambayo inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatuna mpaka. Zanzibar ndio bara na bara ndio Zanzibar. Na taasisi ambazo ziko bara na zile taasisi ambazo ziko Zanzibar tumewachia watu uhuru wao. Ikiona mtu kwamba kuna taasisi ya Zanzibar atakwenda nayo, basi tunaliacha hilo, ni jambo la kawaida, kwa sababu sisi wote ni Watanzania, ni Waislamu wa Tanzania. Hatuna mpaka wa namna yoyote. Lakini lao tungesema kwamba akiwa mtu anaishi bara ana ruhusa ya kuwa na taasisi ya Zanzibar, basi Zanzibar ingekuwa ni kidogo sana ukilinganisha na huko Tanzania bara. Lakini tumejalia kwamba hapana, sisi ni watu wamoja, na hata katika masuala yote ya hija tunashirikiana. Umepatikana ufahamu hapo, kwa sababu kuna watu wanasema Zanzibar wameenda wengi, Tanzania bara wameenda kidogo. Kumbe tatizo lenyewe au kweli wenyewe ni kwamba wanaunganika baina huku na huku, kwa sababu hawanajiandikisha huku na wengine wanajiandikisha huku. Hata kwa watu wengine wa Zanzibar wamejiandikisha bara vile vile, ambao wamekuja na taasisi zilizoko bara. Kwa ni jambo ambalo halikuwekewa mpaka, ni jambo ambalo liko free, kwa sababu sisi ni wamoja na hatutaki kujenga mfarakano na watu kutupana. Lazima tujenge mshikamano na umoja na kuwa kitu kimoja, kuonyesha kwamba sisi ni Watanzania, ni watu wamoja na tunafanya mambo kwa pamoja, na nchi yetu ni moja, na Waislamu wetu wote tunawasimamia sisi kama viongozi kwa nia moja. Kwa maana hiyo kwamba tumeimprove zaidi, kwamba tumepeleka watu zaidi safari kufikia mpaka 3000, basi tumeimprove Tanzania. Na matarajio makubwa sana kwa mwaka ujao insha Allah Taala, kwamba tutavuka hii namba ya 3000 kwenda mbele, sababu ile hisa yetu ya watu 1025, alafu ikawa sisi wenyewe tena tunaomba 3000 ndani ya ile 25, maana yake ni ule wasiwasi mkubwa kwamba hatuna mahujaji wa kutosha. Lakini mwaka huu imeonekana kumetokea ajabu moja, ni mwaka ambao kila taasisi ilikuwa na hofu ya kwamba sijui kama itapata mahujaji wa kutosha, lakini imekuja kutokea
mahujaji wakafumka kwa kiwango cha juu baada ya kupata uelewa wa amali hii ya hija, wakajitokeza. Hata hiyo namba yenyewe ya 3000 imepitwa, lakini kwa sababu tu haiwezekani kuwaleta zaidi ya namba hiyo 3000. Unatoa wito gani kwa Watanzania hasa miaka hii ambayo gharama zinazidi na mtu anasema nitakwenda kesho kutwa, nasubiri niwe mtu mzima? Hija si ya watu wazima. Tukija tukizama hapa mataifa ya wenzetu, vijana ni wengi zaidi. Unatoa wito gani kwa vijana hasa kuhamasika, kwa sababu wazee wanakuja, lakini kwa hali walio nayo sasa hivi time nyingine na harakati zilizokuwa zimezidi kuwa kubwa, unatoa wito gani hasa kwa vijana kuja katika ibada hii? Mimi natoa wito kwa vijana kwamba kinachotakiwa ni wao kujua Uislamu. Uislamu umetueleza kwamba mtu akishafikia uwezo wa kuja hija aje ahiji. Hapa kuelezwa kwamba mtu akifikia uwezo, akifikia makamu ya uzee ndio aje akahiji. Ni Muislamu tu kwa rika lolote lile baada ya kubaligh, akifikia hapo basi tayari amali hii ya hija atakiwa atekeleze nguzo hii ya 5. Hata vijana wana nguvu, vijana wana uwezo wa kutafuta, wakifikia kumiliki. Maana yake kuhiji sio utajiri. Kuhiji ni kuweza kumiliki kipandwa. Usafiri unaweza kusababisha kufika katika maeneo haya ya Maka na Madina kutekeleza ibada hii ya hija, na unaweza ukawa na masrufu ya matumizi ya huku, ukawa na masrufu ya matumizi ya nyumbani, ukawaacha vizuri, na ukawa huna matatizo yanayokukwaza kutoka nyumbani. Basi unatakiwa pale tayari huo ni uwezo wa kuja. Lakini ile fikra kwamba mpaka nipate utajiri, na kwa mfano vijana anaona kwamba nikienda nikirudi nitafanya maasi. Kwani wewe unataka ufanye maasi? Unatakiwa wewe uendelee kumwabudu Mungu, njoo uhiji ili uweze kukamilisha nguzo yake ya 5. Kwa hiyo mimi natoa wito kwa vijana, ni wakati wao sasa, na hija lazima uelewe, ukihiji ukiwa kijana ni tamu zaidi na ni nzuri zaidi kuliko ukihiji ukiwa mzee. Kwa sababu ukihiji ukiwa mtu mzima, kuna baadhi ya mambo unakuwa huyawezi kuyafanya kwa haraka kwa sababu ya ule umri wako. Lakini sasa hii nafasi yao vijana kujitokeza kwa wingi, kama zilivyo nchi nyingine ambazo zimeelewa umuhimu wa hija. Utakuta vijana ni wengi zaidi ukilinganisha na vijana wetu wa Tanzania. Kwa hiyo naomba vijana wa bara, wa visiwani, wote wafanye juhudi ya kuja haraka mapema kuja kuhiji, kwa sababu hujui utaondoka lini katika ulimwengu, na kuondoka hakuna kijana wala mzee. Nakushukuru sana Sheikh. Shukrani sana. Naam, sasa hivi tukiwa tunaendelea kuzunguka katika maeneo tofauti ya mahema haya ambao mahujaji tayari wanaanza kujiandaa kusubiri wakati wa kuondoka mara jua litakapozama. Tunaye hapa Profesa Musa Asad ambaye tuliwahi kumhoji siku za mwanzo tulipofika hapa juu ya kuja katika ibada hii ya hija, akiwa mmoja katika viongozi. Sasa leo tumefika hapa kwamba tumekamilisha moja katika nguzo kubwa sana, yani nguzo hii ya kuja hapa katika Arafa, na sasa watu wanajiandaa kuondoka. Ana yeye pia kuzungumzia kuhusu mwaka huu, hasa hali ya hewa iliyopo na namna gani mahujaji wameweza kujituliza na hapajapatikana maafa ya aina yoyote. Alizungumziaje swala hili? Kwa kweli shukrani zote anastahili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha sisi kufanikisha kisimamo hiki cha Arafa. Ni kweli joto kali sana hapa, na bahati nzuri watu wamezingatia tahadhari zilizotolewa kwamba tusikae nje, na kwa sababu watu wamekaa ndani, karibu watu wote hawakupata athari mbaya, isipokuwa vijana wachache ambao kwa sababu ya papara zao walitoka sana nje asubuhi na mchana, na yuko kijana mmoja alianguka, alipata heat stroke. Alhamdulillah mpaka sasa hivi anaendelea vizuri kwa kweli. Kwa hiyo kwa jumla tunashukuru, na kwa kweli kama tulivyosema asubuhi kulikuwa na changamoto kidogo. Changamoto za nafasi. Tanzania tulikuwa na mahujaji wengi kuliko idadi ya magodoro ambayo wamewekwa hapa. Sasa la kufurahisha katika hilo ni kwamba hata hiyo imetumika kama fursa, kwamba huo ugumu watu wameutumia, wamefanya subira, magodoro wameyatoa nje, wamekaa ndani na wameenea vizuri. Kwa hiyo alhamdulillah imepatikana thawabu katika changamoto hiyo. Kwa hiyo hiyo ni habari nzuri ambayo tumeifanya inshallah. Na kwa kweli tunashukuru kwamba jioni hii magharib tumemaliza kisimamo cha Arafa, na sasa tunasubiri kwenda Muzdalifa
kwa ajili ya kulala pale sehemu ya usiku, ili asubuhi tukapige jiwe, na atakuwa katika awamu za mwisho za ibada hii ya hija inshallah. Asante sana Profesa, asante. Hapa vile vile tunaye mmoja katika viongozi kwa upande wa wanawake akiwa ni daktari Dr. Zara. Umechoka sana unaonekana mama. Vipi hali ya kuwahudumia wagonjwa hasa au watu wazima ambao wanawake katika hija mwaka huu, hasa kutokana na hali ya hewa ilivyokuwa kubwa, ni kali sana ya joto? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuhudumia wagonjwa au watu wazima si tatizo kubwa, ni shughuli ambayo tunaifanya kila mwaka wala haina shida. Lakini safari hii changamoto iliyokuwepo zaidi hapa ni jua kali. Halafu mahujaji ni wengi, sehemu ya kukaa imekuwa chache. Kwa hiyo kwa kweli hilo limekuwa ni changamoto. Ndio maana unahisi kwamba labda nimechoka kwa sababu ya hiyo hali. Lakini kwa ajili ya wagonjwa na watu wazima hakukuwa na usumbufu wowote. Hakuna kesi ambayo labda imetokezea kwamba mgonjwa fulani imebidi kwamba pelekwe kufanywa matibabu nje ya vituo vyetu kutokea katika hoteli mpaka hapa tulipofika leo? Kwenye vituo vyetu kwenye hoteli tulipata tu kesi moja ya mtu alijikwaa akaanguka akajikata kidole. Kwa hiyo kidogo hiyo ikawa tunaishughulikia kuipeleka hospitali kwa ajili ya kupata huduma ya kufungwa dawa na kurudi. Lakini kwa wagonjwa wengine hakukuwa na mgonjwa mwingine wa kumpeleka hospitali. Isipokuwa jana tulipata mgonjwa mmoja ambaye yeye ana kisukari na alikuwa na kidonda. Kwa hivyo ilibidi usiku ule tumpeleke pale Mina dispensary akafungwe tena dawa kwa ajili ya kuja huku. Lakini wagonjwa wengine wengi wao wana dawa zao, na kama hawana dawa pengine tunazo sisi tunawapa. Kwa hivyo hakuja kuwa na usumbufu wa kuwapeleka wagonjwa hospitali hasa mwaka huu. Tunashukuru, alhamdulillah. Asante daktari, nashukuru sana. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شكرا 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 جزاك الله خير. Naam, tupo katika kuzungukia mahema mbalimbali hapa ya watu wote ambao sasa hivi wanasubiri wakati wa kuondoka tu kuelekea huko Muzdalifa, na tunaye afisa mmoja wa balozi hapa tumkamati hapa njiani. Inshallah. Asalamu alaykum. Balozi hapa tumempata Sheikh Abdullah hapa tumempata njiani, kwa hiyo hapa tulipopata ndo hapa tena kabla hajaondoka magharibi. Naam, Sheikh Abdullah ambaye ni rais wa Bitha Tanzania au Tanzania Haji Commission, tupo katika magharibi ya kuondoka hapa tena kuelekea Muzdalifa. Hija mwaka huu unaizungumzaje, hasa kutokana na hali ya hewa iliyotokezea na stahamala za mahujaji zilivyokuwa?
Alhamdulillahi rabbil alamin. Kwanza ninawashukuru viongozi kwa sababu pamoja na mahujaji, mara nyingi mahujaji wanafuata viongozi. Kimsingi hija ya mwaka huu kwanza tumekuja wengi. Tunashukuru kwamba tumefika idadi ya watu 3,000, na kama mlivyoona kwamba hali ya hewa, jua lilikuwa ni kali sana, joto jingi sana, lakini vile vile tulipata matatizo katika sehemu nyingi kabisa. Takriban kwanza kutoka Maka kuja Mina kulitokezea matatizo ya usafiri kiasi ambacho hata kuna baadhi ya watu waliingia saa 2:30 usiku Mina, na ilibidi tutumie ile gari ya Zanzibar Hajj Office kwenda kuwachukua. Kwa hivyo hii ilikuwa ni changamoto, lakini na wengine walichelewa kuingia mpaka mchana, na wakati wanaingia jua kali. Na wakati tunaingia katika mahema yetu ya Muzdalifa ya Mina, kwanza kabla ya hapo mahema ambayo tulitengewa yalikuwa ni machache sana kulinganisha na idadi ambayo tumelipia. Kwa msingi huo, ikiwa mahema ni machache, kwa maana hiyo patakuwa pana changamoto ya kukaa, na hilo natumai tulikumbana nalo, lakini pamoja na mashirikiano ya viongozi tumeweza kuliwekea utaratibu kiasi ambacho mahujaji wote waliweza kuingia katika kambi ya Mina, pamoja na kwamba walikuwa wamejibana. Lakini vile vile kuja zetu katika Arafa, kama tulivyoona, vile vile ilikuwa mahema ambayo tumetengewa na idadi yetu yalikuwa ni machache. Takriban tuliclaim, ingawa walituambia sababu walizotupa hazikuwa za msingi, lakini tulijaribu kulizungumza. Kwa hivyo pamoja na yote kwamba watu wamekuja kuhiji, kwa hivyo kwa kushirikiana na viongozi tuliweka utaratibu, na miongoni mwa tuliweka utaratibu kwamba kwanza tusigawane, tuingiwa Tanzania wote, lakini bado yalikuwa hayakutosha watu, mpaka mchana ilikuwa watu wengi wako nje. Tukasema tutoe magodoro yote kusudi pengine magodoro yanachukua nafasi, na alhamdulillah watu wengi wakaingia, na hasa wanawake wakaingia. Tuliwapa kipaumbele wanawake na watu wazima, na wengine tukabaki tukatengeneza magodoro yaliyotolewa, ikabidi tutengeneze mahema na hali nyinginezo. Tunamshukuru Mungu ala kule hali kwamba sasa hivi jioni kulikuwa kuna kesi 2-3 za watu kupata jua kali, lakini timu ya madaktari ilikuwa ikifanya kazi kwa mashirikiano makubwa, na kama tunavyojua tuna madaktari wa fani mbalimbali. Kwa hivyo wale wote ambao walipata matatizo wameweza kufanywa vizuri. Tulikuwa tuna mtu mmoja ambaye na taarifa naye kwamba yuko hospitali, ambaye kimsingi alikuwa na malaria, na kama tunavyojua Saudia, ukiwa na malaria inahesabika ni katika maradhi yenye kuambukiza makali. Kwa hivyo hata ile kuwekwa kwake mtu inakuwa ni kwa utaratibu ambao ni mahsusi. Kwa hivyo mgonjwa huyu tunaamini kwamba kwa vile zilitakiwa nguo ihram zake, tunaamini kwamba atakuwa yuko katika hospitali ya Arafa ili aweze kutekeleza ibada ya hija. Kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba watu wanaendelea na kutekeleza ibada ya hija, na sasa hivi ndio kama tunavyoona tayari wanaondoka kutoka hapa viwanja vya Arafa wanaelekea Muzdalifa. Lakini kuna jambo moja ambalo mara nyingi tunaambiwa kwamba kuhimiza mikataba hii itekelezwe haraka na taasisi zinatekeleza mikataba hii, hususan katika mabasi na mahema. Tatizo ni nani? Tatizo ni Wizaratul Haji au tatizo ni wale ambao wenye taasisi zinazopokea mahujaji? Kwa sababu halafu hatujui maana yake mwisho wa malalamiko unafikia wapi kwa kila mwaka. Kwa mfano hata mimi jana binafsi hilo lilikuta njiani. Tumekwenda kuchukua mahujaji kwa gari, kwa basi, tumechukua kundi la kwanza. Tulipomwambia dereva tukachukue tena mara ya pili, akatukatalia, akaja akatutupa Muzdalifa katika mabriji makubwa. Tukabidi kuja kwa miguu kutoka Muzdalifa mpaka kuja hapa Mina tena wakati wa mchana saa 7, akakataa kurudisha. Sijui mnachukua hatua gani kuieleza Wizaratul Haji hapa juu ya matokeo kama haya yanatokezea, kwamba muasasa yeye anafunga mikataba, anakubali kutoa mabasi, alafu madereva wanakuwa wanachukua hatua za aina yao. Kwanza linapotokezea swala kama hilo linabidi liripotiwe, na unaweza ukaliripoti vizuri iwapo utapata kwamba nimepata gari nambari fulani imefanya kitendo fulani. Kwa hivyo hapo unaweza ukaripoti, na katika kuripoti kuna taratibu maalum ambazo zipo katika mitandao. Unaandika ticket, na kwa msingi huo ina maana kwamba kama ni mtendaji katika taasisi unamwambia mnadhimu analiripoti kwa mtu wa electronic database ambaye tunaye Sheikh Ali Adam ndio mkuu, na ndiye vile vile kuna Sheikh Abdurrazak Habibu Ali Kombo na ni katika wasaidizi.
ni kwamba inabidi yeye sasa analiandikia, na akiliandikia anajua kwamba hili ni la muasasa, hili ni la wizara, hili ni la Zamzam, hili ni la nini. Kwa hivyo ukiliandika hivyo, lakini ukiwa kuna basi limeshushwa halijulikani ni basi gani, na litabaki pengine unaweza ukaambia hiyo uthibitisho, kitu kama hicho utakuwa huna, na pengine hata pengine katika uongozi litakuwa lipo lakini halikuwa na taarifa ambazo hazikuja rasmi. Lakini ukimechukua basi fulani limenishusha, inajulikana kwamba hili sasa, anajulikana ni nani mwenye basi lile, na vile vile murshidi wa hilo basi. Lakini ukitizama kwa upande wa mikataba, kuna matatizo yanatokezea ambayo tunayalalamikia, na tukiyalalamikia kuna mengine yanatokuliwa ufumbuzi, kuna mengine wenyewe wanakuja kwa mfano kama mwaka jana ninachokijua, kutokana na kukosa yale masuala ya mahema tulilalamikia, na in short hata ule uongozi mzima wa ile muasasa wa African and Arab ilibidi uwajibishwe. Kwa hivyo kuna mambo mengine yanafanywa kazi, lakini ndio inategemea namna gani yanafanywa kazi. Si kama kila mtu pengine ataona kwamba kimefanyika hiki, lakini hata mfano kama mahema haya utakayoyaona, tulizoea Mina hapa na miti mingi, walituambia kwamba mahema haya yatakuwa ni ufumbuzi wa matatizo ya Arafa, lakini kwa kweli kwa tulivyoona, sijui ni tajriba gani au experiment gani ambayo wamefanya, lakini tumehisi kwamba hayakuwa ufumbuzi, lakini yamekuwa ni matatizo. Kwa hivyo tutakapokuja kuzungumza katika mikutano yetu katika tathmini, tutalieleza kwamba tatizo lilikuwa kubwa, na si hicho tu, lakini tumechukua kumbukumbu zote zinazoonyesha hali ilivyokuwa mchana. Takriban hali kama tulivyoiona haikuwa njema, lakini tumeripoti. Si kwamba tumenini kwamba hapa ilivyotokea on the spot. Tumeripoti Wizaratul Hajj, tumeripoti Wizaratul Hajj, tumeripoti katika maeneo mengine mbalimbali, lakini vile vile tumeripoti katika serikali yetu, hata ubalozi wa Saudi Arabia nchini, ubalozi wa Tanzania Saudi Arabia, na ubalozi wa Saudi Arabia Tanzania, mote tumeipeleka with evidence. Sasa yote haya ni katika mambo ambayo tunakuwa tunayafanya. Nakushukuru sana Sheikh Abdullah kwa jitihada ambayo mnazifanya, hasa inapotokezea matukio ya ghafla na mmechukua hatua za haraka, na hii ni kuonyesha imani ya kiasi gani, kuhakikisha kwamba Bitha ya Tanzania inafanya kazi ya kutosha, na watu waelewe hivyo kwamba sio taasisi tu kwamba zinajitahidi katika kuwahudumia mahujaji, lakini nyinyi kama vinara kwa upande wenu pa ushirikiano wa kutosha taasisi, na mnakerwa na yale ambayo yanakuwa yanatokea, lakini hatua bila shaka kwa mashirikiano na mazungumzo ndio yanaleta ufumbuzi wa kila kitu. Nakushukuru sana Sheikh. Hapa vile vile katika sehemu hii ambayo ya kukamilisha majambo yetu haya, tunaye kiongozi wa timu ya mahujaji wa Al-Nur Charitable ambaye ni Sheikh Ali, kishakuwa mzoefu hapa alhamdulillah, na wanaleta mahujaji mara kwa mara. Unaisemaje haji ya mwaka huu, hasa kijua kilichotoka na watu wa Arafa hapa? Maana kishazoea ile jua la kwetu lile kidogo tunasema jua kali, lakini hapa tumelijua jua likoje, na hilo unasema dogo bado ile. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi wasikilizaji pote pale mnatusikiliza. Tupo hapa Arafa kama Sheikh Muhammad alivyozungumza, katika viwanja hivi ambapo ndio tuko mwisho kabisa katika kumalizia ibada hii. Kwa hakika kweli jua ni kali sana, na hii tumezoea katika hii Saudi Arabia. Wakati mwingine nadhani temperature inafika mpaka 50 degrees mchana, lakini pamoja na yote hayo watu wanajua hasa lile jambo lao ambalo ni muhimu kabisa, wamelifuata hapa kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kusamehewa madhambi yao. Kwa hivyo pamoja na ukali wa mazingira, jua kuwa kali sana, watu hayajali hayo, watu wanaendelea na ibada zao na shughuli zao kama kawaida. Kubwa zaidi wanataka wapate kile ambacho wamekusudia. Kumbuka kwamba watu wamejitayarisha kwa muda mrefu, wametumia mali, wametumia wakati, na wametumia kila aina ya jitihada ili kuhakikisha kwamba wanafika katika eneo hili. Kwa hivyo hawataki watu kufanya makosa, wanachokiona zaidi hayo mapungufu mengine ni mambo ya kawaida, kila wakati hapo. Mwaka huu yanaweza kuwa mapungufu mengine na mwaka mwingine mapungufu mengine, lakini kubwa zaidi la umuhimu zaidi ni kufanikisha ibada ya hija. Na tunashukuru inshallah kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, mahujaji wote wameondoka hapa ikiwa wamesamehewa madhambi yao na wamerudi kama vile ambavyo wamezaliwa kutoka matumbo
ya wazazi wao, na kwamba tunataraji inshallah pepo yake na pepo ya Firdausi inshallah. Asante. Wakati tukihojiana na viongozi mbalimbali wa taasisi, hali ya mahema kama ninavyoona safari hii wanasema tumeimprove kidogo, au tumetengenezewa mahema haya ambayo yana viyoyozi ndani, lakini kutokana na idadi ya mahujaji bado yanaonekana hayatatosha, na ndio maana kama mnavyoona magodoro yote haya hapa yametolewa nje kwa sababu ya hali ilivyo kwa ngumu kutokana na watu wengi. Kwa hiyo labda mwakani wanaweza wakaongeza zaidi mahema kulingana na idadi ya watu. Hapa tunaye Sheikh Kijapi hapa yuko karibu na sisi, labda atakuwa na mawili matatu ya kuzungumza juu ya hija safari hii. Hapa naona kimetengenezwa chumba cha dharura kidogo. Naam Sheikh. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hija alhamdulillah, kwanza tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tumeweza kuitekeleza ibada ya hija kwa ukamilifu. Pamoja kuwa kulikuwa na mapungufu ya hapa na pale, lakini haya ni ya kibinadamu, lakini kubwa zaidi hija mwaka huu tumeiendesha vizuri. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Changamoto zilikuwepo tu katika maeneo yote ya Mina na Arafa, na haya kusababishwa na taasisi zetu za kuleta mahujaji, bali haya yamesababishwa na wanaosimamia wenyewe ibada ya hija. Lakini tunawashukuru mahujaji wetu, pamoja na mitihani yote hii waliweza kupambana na wakatekeleza ibada yao kiusahihi. Kwa hivyo hilo tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na tunawahimiza wale ambao bado hawajahiji, hii waliosikia kwenye mitandao na kadhalika maneno mengine walisiwashtue sana, kwa sababu ndio kawaida ya maeneo kama haya. Na ibada ya hija siku zote tunafundishwa kusubiri. Subra inatakiwa kwenye ibada ya hija iwe kubwa sana, kwa sababu bila ya subra hatuwezi tukatekeleza ibada yoyote ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyotuamrisha. Kubwa zaidi, na wapongeza mahujaji na viongozi wa taasisi zote ambao wamelisimamia hili zoezi la mahujaji wao mpaka kukamilisha ibada ya hija. Hilo ndilo ambalo tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mtazamaji, Sheikh Kijepa huyo ambaye yeye ni kiongozi wa taasisi ya IT Travel. Hili ni moja kati ya mabanda la wakina mama wa taasisi ya Tauhidi Development Network. Hii ndio hali halisi ya mahema leo katika mji mtukufu huu wa Maka, eneo la Arafa, ambapo mahujaji walikuwa ni wengi sana. Sheikh Mohamed Suleimani ambaye niko naye